Hapo mwanzo, miaka mingi imepita tayari. Dunia ilikuwa yenye kupendeza, yenye kuvutia. Mambo yote yalikuwa mazuri, yakienenda kwa utaratibu, mpaka tu adui Ibilisi aliposhuka kwa ajili ya kuvuruga mambo, na mambo ikaanza kuharibika. Kuanzia siku hiyo kulikuwa na ulimwengu uliokuwa umejaa giza. Watu waliokuwa wakiishi humo waliishi, lakini mioyo yao ilikuwa ni mizito kabisa. Walitafuta amani, lakini walikuta mateso. Walitamani upendo, lakini walipata chuki. Mbinguni kulikuwa na mfalme aliyekuwa akiangalia hali hii. Sio kwamba aliangalia kwa hasira ama kwa furaha, bali kwa huzuni kuu. Mfalme huyo si mwingine, ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Siku moja katika makao ya mbinguni, katika ikulu ya kifalme ya mbinguni, uamuzi wa ajabu ulifanywa. Mfalme angeacha kiti chake cha enzi, sio kukiacha kwa ajili ya kushinda kwa jeshi, sio kukiacha kwa ajili ya kuja kuhukumu mara moja, bali alitakiwa akiache kwa ajili ya kuokoa. Malaika walinyamaza kimya kwa huzuni. Inawezekanaje mfalme kushuka katika ulimwengu wa waasi? Nafikiria kwamba hata wakamwambia, basi utuache sisi ndio tuende katika ulimwengu huo kufa kwa ajili yao. Yesu akawaambia, mimi ni viumbe sawasawa na wao. Inatakiwa mimi muumbaji ndiye nijitoe na kufa kwa ajili ya kuwaokoa. Malaika wakanyamaza, lakini upendo hauogopi. Mfalme akaja, akazaliwa, akawa mtoto. Akazaliwa katika hali ya unyenyekevu, katika hori ya ng'ombe, katika tumbo la Bikira Mariamu. Alizaliwa katika kijiji ambacho watu wengi hawakuzania, hawakufikiria kwamba kunaweza kutokea kitu kizuri. Bila utajiri wala heshima, akaja akazaliwa. Alikuwa kati ya wanadamu, akihisi maumivu yao, akapitia majaribu yao na machozi yao, lakini hakushindwa na jaribu. Alienda mahali ambapo wengi hawakutaka kuenda. Aliwagusa waliokataliwa na wote. Aliwasamehe wale ambao hakuna aliyewaelewa. Akatunza na kuponya magonjwa ya kila aina. Akaonyesha unyenyekevu, akawaonea watu huruma, akawaonyesha upendo. Na kila alipopita, nuru ilirudi. Lakini ulimwengu haukumtambua mfalme wao. Badala ya kumpenda, walimkataa. Badala hata ya kumsikiliza, walimhukumu. Na siku moja wakaamua kumwangamiza. Wakamchapa kwa mijeledi, wakamtemea mate, wakamchoma kwa mkuki, wakamsaliti, wakamdharau kabisa. Isitoshe, wakamsulubisha kwenye msalaba, uchi, mfalme mwenye utukufu. Wakaamua kumwangamiza kabisa. Kwa hivyo walimtundika msalabani. Na siku hiyo ilionekana kana kwamba giza limeshinda. Mbingu zikawa giza, dunia ikatetemeka, na mfalme akafa. Lakini kile ambacho wanadamu hawakuelewa ni kwamba huo haukuwa ni mwisho. Ilikuwa ndiyo kiini cha utume wake. Katika msalaba huo, Yesu alibeba dhambi zote, akabeba maumivu yote na makosa yote ya wanadamu. Alisimama badala ya wenye hatia. Kisha kwa sauti ya upendo akasema, imekwisha, imekamilika. Huu haukuwa ni mwisho, ilikuwa ni mwanzo. Kwa sababu baada ya siku 3 kaburi halikuweza kumshikilia. Kaburi likafunuliwa na mfalme wetu Yesu Kristo akafufuka. Alikuwa ameshinda dhambi, ameshinda kifo, ameshinda giza na kaburi. Leo hii yu hai, bado anaita kwa kila moyo, anasema, nimekuja kwa ajili yako, sija kuacha. Anazungumza na moyo wako, anasema, nataka kukurejesha, nataka kukuinua, nataka kukupa maisha mapya. Ujumbe wa mwisho ni kwamba hadithi ya mfalme hii si ya zamani tu, ni hadithi yako na yangu. Kwa sababu utume wa Yesu ulikuwa ni kuokoa, kubadilisha na kurejesha kwa Mungu. Yohana 3:16 inasema, kwa maana jinsi hii Mungu alivyoupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Mungu amefanya kazi yake. Yesu amemaliza, amefanya chochote ambacho kinatakiwa kufanyika ili binadamu waokolewe. Kinachobaki ni sehemu ya binadamu kuamini, ili kila amwaminie asipotee,
bali awe na uzima wa milele. Kwa hivi katika Biblia, kuamini si kusema tu naamini. Ni jambo la ndani kabisa ya moyo linaloonekana kwa matendo. Kuamini si maneno, ni uhusiano hai na Yesu. Unataka kuamini, unatakiwa kuamini. Kuamini ni kumkubali Yesu binafsi, sio tu kujua habari zake, bali kumpokea kama Mwokozi wako. Kuamini ni kumtumainia kabisa, kuweka tumaini lako lote kwake, kwa msamaha, kwa wokovu, kwa maisha yako ya kila siku. Kuamini ni kumtii. Imani ya kweli huleta utiifu. Biblia inaonyesha kwamba kuamini kunabadilisha maisha. Kuamini ni kumtegemea Yesu kikamilifu, ni kuacha kujitegemea na kusema, Bwana, siwezi peke yangu, njoo kanisaidie. Kuamini ni kujisalimisha, ni kumpa Yesu moyo wako, mawazo yako, maisha yako. Kuamini, mpendwa, huzaa mabadiliko kwa mujibu wake. Imani ya kweli humfanya mtu awe kiumbe kipya. Mtu anayeamini kweli hupenda mema. Mtu anayeamini huchukia dhambi. Mtu ambaye ameamini Yesu huishi maisha mapya. Hadithi hii ni mwaliko kwa kila mtu kumfuata Yesu, kumwamini na kupokea uzima wa milele. Je, wataka uzima wa milele, ndugu mpendwa mtazamaji na msikilizaji? Amua leo kuamini Yesu. Mungu akubariki.